Ni bahati iliyoje leo bana, Club A to Z episode ya 4. Tumefanikiwa kupata mgeni wa kwanza ambaye amepita kwenye community ya Club A to Z. Wow. Ni matokeo ya kile ambacho tulikifanya kwenye episode zilizopita za Club A to Z. Watu walivyoona wakatuma messages, wakatuma DMs, wakapiga simu wakitaka kushiriki kwenye hii Club A to Z, na Teacher Edson ni miongoni mwa hao watu, na leo tuko naye hapa. What a day. Mimi jina langu ni Edson Michael Regasira. Ndio. Nimewahi kuwa mkuu wa shule, lakini na sasa ni mkuu wa shule. Mkuu wa shule Ben Habart Secondary. Okay. Yes. Na niliwahi kuwa pia mkuu wa shule Arusha Goodwill Novelas Secondary School. Kwa zamani kupata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa shule ilikuwa ni fursa adhimu sana. Bado yuko hivyo mpaka sasa hivi. Na sisi tunathamini sana wakati wako wa kufika hapa. Huyu jamaa unamwona hapa anaitwa Alan Lucky. Nimefurahi kukuona na kukutana na wewe mwalimu today. Niliona message yako kupitia ukurasa wa Instagram wa Club A to Z. Naam. Nilifarijika kwa sababu niliona kumbe tulichokuwa tunakifanya sio kwamba kimeenda bure tu. Kwamba kuna mabomba mengi yamefunguka. Ndio. Na maarifa yanaendelea kutiririka kwenye kisima chetu cha maarifa. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Alan, nimekuwa nikikuona kipindi fulani kwenye Skonga. Ukapotea, lakini hatimaye tumekutana kwenye Club A to Z. Sawa. So Club A to Z nichotee madini sasa, mniambie. Mimi penda madini yangu, lakini nataka niwasikize kwanza nyie. Kwa nini watu ambao wanaishi kwenye ndoa, ana mke, ana mume, especially wanaume, lakini ikitokea mke wake amefariki, kama ni career yake huyo mwanaume, itakuwa na misukosuko mingi. Na kama ni kazi anafanya, kama ni biashara, itakuwa na misukosuko mingi. Kama ni anasoma, kama ni mfanya biashara, chochote kile ambacho anakifanya kama shughuli zake za kila siku, ikitokea mke amefariki, basi inakuwa tafrani kweli kweli. Ndio. Ni kwamba wanawake huwa wanatembea na karia zetu mgongoni au ni nini ambacho kinatokea? Kwanza ni kweli kuna kitu kama hicho au nime overthink? Kwa namna fulani, kwa asilimia fulani, ulichokiwaza ni kweli kipo hivyo. Tukirudi kwenye maandiko, hasa Biblia, nitaizungumzia Biblia kidogo kwa sababu ndio ambayo unaifahamu. Qur'an sijui. Sababu ya kuumbwa kwa mwanamke, aliumbwa ili awe msaidizi. Sasa ikitokea umepata mwanamke au mke ambaye ndiye msaidizi, kama unavyofahamu mwanaume anapambana huko na kule kwa ajili ya familia, na anaporudi, anapokuwa amechoka, yule msaidizi anapokuwa anampa ile faraja. Sasa ikitokea ile faraja imeondoka, kumbuka tu ile mind haisound sawa sawa. Kwa maana hiyo, yule ambaye ulikuwa ukirudi nyumbani anakupokea, anasema mume wangu karibu, pole, hata kama umekutana na maswaiba mengi kiasi gani, leo hii hayupo, hauko naye, kwa vyovyote mind haitakuwa sawa sawa. Yani akili haiwezi kuwa sawa sawa. Na ndio maana unasema kuna baadhi ya vitu huwa vinaparanganyika baada ya mke kuwa ameondoka. Laki vipi? Mbona umetingisha kichwa? Unakubaliana na teacher au unapingana naye? Mimi nakubaliana naye kwa lenzi hiyo aliyoitumia, ambayo hata tunasoma kwenye Biblia pia, nikitumia reference hiyo ambayo ametumia. Mungu nafikiri alikuwa na sababu kubwa sana ya kumweka mwanaume, alafu baada ya muda akamleta mwanamke. Alikuwa na sababu kubwa sana kufanya hivyo, kwa sababu alijua kabisa kwamba hivi ni vitu viwili ambavyo vinatimilishana. Ni kama Wachina wanakuaga na zile gundi ambazo uweze kuzitumia lazima kuna baba na mama. Yani zote mbili lazima uzichanganye. Ndio iweze kufanya kazi inavyotakiwa. Na ndio muhimili wa familia. Kwa hiyo kwenye point ambayo Alex ameisema, ni kweli kwamba mara nyingi wanaume huwa wanapoteza dira kidogo, especially wanapokuwa wamepoteza
wenzi wao. Na sio kwenye kifo tu, hata kwenye kupoteza kikawaida, kwamba umefikia kwenye hatua ya kwamba hamwezi kuendelea tena mbele kwa pamoja. Kuna vitu vingi huwa vinatokea. Kuna changamoto nyingi huwa zinakuja. Nafikiri kwa sababu tayari umetenganisha vitu viwili ambavyo vilitakiwa kukaa pamoja na kutimilizana, complement each other. Yes. Yeah. Kwa hiyo hiyo ni kwa lenzi ambayo teacher alikuwa ameanza nayo, lakini kwenye upande mwingine naweza nikasema kwamba pia kuna ahueni fulani wakati mwingine huwa inatokea kama hawa watu wawili walikuwa hawako compatible. Nataka kusema hivyo na mimi. Yani wakati mwingine kwenye mahusiano huwezi kutambua mpaka pale unapoanza kuona changamoto za kimahusiano. Ndio unakuja kutambua kwamba hapa siwezi kutoboa. Umeona? Sasa inapofikia hiyo point, ule utengano, uwe wa kifo ama uwe wa hali ya kawaida tu ya kutengana, unakuwa ahueni kwa wote wawili. Sasa unakuta kwamba huyu kama alikuwa na mawazo yake ndo anaenda kuyafanya vizuri, na huyu mwingine hivyo. Kwa sababu kwenye career, ili mtu aweze kuwa bora kwenye career yake, nyumba yake pia inafaa kuwa bora. Kabisa. Nyumba kwa maana ya nini? Simaanishi jengo. Na maanisha watu unaoishi nao. Kabisa. Yani kama kuna changamoto kwa watu ambao unaishi nao na wewe, unawezaje kufika ofisini asubuhi na ukawa very creative? Au ukafanya kazi zikaenda. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana pia, kama kwenye episode moja tulizungumza huko nyuma, ni ngumu pia kudili na wale watu ambao utakutana nao pale ofisini. Unajikuta una hasira za nyumbani, unazileta kwenye meza ya majadiliano, meza ya ubunifu. Especially kama ukiwa kiongozi, kwa mfano kwenye taasisi. Alafu nyumbani kuna changamoto, na umefika pale alafu kuna kajama fulani, ka intern fulani kamekuja na idea ambayo unaona inaenda kinyume na kile ambacho wewe ulikuwa unakiwaza. Unaweza ukajikuta kabisa unamfrustrate yule intern ambaye yuko pale, na unamfanya kabisa, unamzibia milango yake ya kuwa mbunifu zaidi. Na wewe kwenye ile product ambayo unaitengeneza unajikuta huwezi kwenda nayo vizuri. Kwa hiyo kwa lens nyingine ukiangalia ni 50-50 situation. Je, mlikuwa compatible? Na je, mlikuwa mnasapotiana kwenye kazi ambayo ulikuwa unafanya? Kwa sababu kwenye mahusiano, ili uweze kutoboa, lazima kuwe kuna support. Lazima nyumba yako iwe sawa. Ile support, brother amesema hapa teacher kwamba unaporudi nyumbani, umetoka kwenye changamoto za kikazi, unafika nyumbani ni kama una reset. Unaanza upya. Yes. Yani kichwa kimepata moto. Unarudi nyumbani, una reset, unaanza upya, kesho asubuhi uko vizuri, maisha yanasonga. Lakini kama ukifika nyumbani kichwa kinaendelea kupata moto zaidi, kunakuwa kuna changamoto kwenye kazi yako. Maana yake lazima kutakuwa kuna break, ama kutakuwa kuna zuio kwenye maendeleo ya career yako. Kama ni mwalimu, kama ni mtangazaji, kama ni polisi, kama ni nani. Yani kwenye kazi yoyote ile, lazima watu walio kuzunguka wawe sawa na wewe. Yeah. Sawa. Mimi bado na swali kwamba kwa nini sasa inaonekana kuwa shida zaidi kwa wanaume wakipoteza mwenzi, kama ulivyosema, wedha kwa kifo au kwa kutofautiana tu mitazamo, mkaamua kuwa mbalimbali. Kwa nini sasa inakuwa tu ni kwa wanaume wanakuwa yani kwamba kwa nini wewe mwanaume unakuwa una advantage ya kudevelop vitu vyako na maisha yako na kazi yako, mwanamke akiwa around wewe? Akishakuwa mbali na wewe, unapata shida. Kwa nini kwa wanawake haipo hivyo? Tukirudi kwenye uumbaji, mwanadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa ni mwanaume ambaye ni Adamu. Sawa. Na kusudi la Mungu ili liweze kutimia, baada ya kuwa Adamu amewekwa kwenye bustani, ilionekana Adamu anakuwa mpweke. Sasa ule upweke ule, ni nani sasa wa kumfariji Adamu? Ndo Mungu sasa akaona kwamba
amtafutie au ampe msaidizi ambaye alikuwa Hawa. Sawa. Kwa nini kwa mwanaume inaonekana ni inatokea kwake hivyo? Ni kwa sababu yeye kama yeye inaonekana hatoshi, ajitosheleze. Sasa yule msaidizi, unajua watu hawajui. Sehemu kubwa ya wafanyakazi ni makatibu. Okay. Sehemu kubwa ya wafanyakazi ni makatibu. Mwanamke ni kama katibu kwenye familia. Na unaweza ukawa unafanya kazi vizuri sana, unakwenda huko, lakini sehemu kubwa anayeanzisha hiki ambacho unakwenda ukifanya. Tunarudi pale kama akili yako haiko sawa sawa. Kama hapako sawa sawa, no matter what you do, lazima patakuwa pana tatizo. Tukirudi kwenye kusudi la Mwenyezi Mungu, alipomuumba mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu, aliona yule Adamu asingeweza kukaa peke yake na ule upweke. Sawa sawa, akamuumbia msaidizi ambaye nani? Ni Hawa. Sasa huyu Hawa akija kama alivyosema Mr. Alan hapa kwamba kama hamko compatible. Sasa hapo ndipo tutarudi, nafikiri kama kuna swali unaweza ukauliza, ni kwa nini inatokea mke na mume wanakuwa hawaendani, inasababishwa na nini? Nitakuja kueleza baadaye. Nafikiri utaniuliza hilo swali baadaye. Kwa nini wanakuwa hawaendani? Okay. Kutokuendana manake ni compatibility. Manake ni matokeo. Ni matokeo, lakini kuna sababu. Tena sababu sidhani kama watu wengi wanaifahamu. Okay. Cha kwanza, mke mwema hutoka kwa Bwana, yani hutoka kwa Mungu. Unapoamua wewe kujiingiza katikati, yani bila kumshirikisha Mungu, ukaa ukijua Mungu atakuacha. Hakuna bahati mbaya kupata nimepata mke ambaye ni bahati mbaya. Hayupo bahati mbaya. Bahati mbaya ni wewe ndio umesababisha, kwa sababu haukumshirikisha Mungu. Kama ungemshirikisha Mungu, angekupatia yule ambaye alimuumba kwa ajili yako. Lakini kwa sababu uliamua kwenda na akili zako, sasa ndio akili zako zinazokwenda kukuletea shida mbele. Baadaye unakuja kugundua kwamba nadhani kuna mahali nilikosea. Sasa unakosea wakati it's too late. But it's never too late. Sawa. It's never too late. Ukishagundua wapi ulikosea, mshirikishe tena Mungu, kwa sababu yeye ndio mweza wa kila kitu. Ataweka mambo sawa. Lakini inatokea hilo kwa sababu wakati Mungu anasema ninakupatia msaidizi, yani tukubaliane, cha kwanza, mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume, ila mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke. Kuna kitu ambacho watu wanakosea. Ukienda kwenye uumbaji, mtu wa kwanza kuumbwa ni nani? Adamu, mwanaume. Sasa ni nani anaumbwa kwa ajili ya mwingine? Ni yule aliyetolewa kwenye ubavu wa mwingine kwa ajili yake. Huyo ndiye anaumbwa kwa ajili yake. Sisi hatukuumbwa kwa ajili ya wanawake. Wanawake waliumbwa kwa ajili yetu. Lakini how do you get the right person? Unarudi kwenye kuomba sasa. Yule aliyeumbwa kwa ajili yako, mwambie Mungu sasa niletee. Na akikuletea, hakuna sehemu mtakuwa mtashindwana. Mtashindwana tu pale ambapo utakengeuka. Utaamua kufuata njia zako, utaacha njia za Mwenyezi Mungu. Nafikiri ndivyo hivyo. Sawa. Nataka hapo madapana sana hiyo. Lakini turudi kwenye reli. Wanaume ambao wanawasikiliza wake zao, ndio wanasema kwamba ukifanikiwa hata ku execute 1% ya kumsikiliza mke wako, wewe utakuwa mtu mkubwa sana kwa jambo lote lile ambalo unalifanya. Utafanikiwa sana. Wanaume ambao wanasikiliza wake zao. Na by the way, mtashare na mimi kuhusiana na kelele za wanawake. Mwanamke muongeaje? Lakini ikifika point mwanamke wako akaacha kukupigia kelele zile ambazo alikuwa anakupigia, simu sijui imefanyaje, umechora kurudi nyumbani, achana na kina hala, ni wale watu so wazuri wale. Wewe ni mtu wa kutembea naye kweli? Ulikuwa wapi? Ulikuwa na kina Alan, si ndio? Niangalia nikikuongelesha, ulikuwa na kina Alan. Nilikuambia nini kuhusu Alan? Mtu ana kazi unaenda na yeye wapi? How do you expect to feed me? Nini nakusumbuanga wewe? Sasa nakuongelesha umenyamaza, si ndio? Hauna mdomo. Sasa nyamaza, usinirushie hiyo mdomo, nonsense. Ikifikia hizo muda hizo kelele zikawa zimeisha kwa mwanamke, maana yake upo kwenye hatari kubwa sana. So nataka mniambie,
mwanaume ambaye anamsikiliza mke wake ni kweli ana advantage ya kufanikiwa zaidi, na inabidi hizi kelele tunazoziita kelele za wake zetu tusizichukie, tuendelee kuzipenda, na faida yake ni nini? Kwenye hili hapa kidogo kuna mawazo yanakinzana. Okay. Naomba kwenye hii nadharia twende kwa utaratibu ufuatao. Haya. Zipo kelele ambazo ni kelele nzuri. Narudia tena, kuna kelele nzuri ambazo yawezekana tabia kama mwanaume yako hairidhishi. Mfano, ukipata pesa unaangalia marafiki kwanza, familia unaiacha pembeni. Ukipigiwa kelele, hiyo sio kelele mbaya, ni kelele ya kukutaka ubadilike. Lakini kama unafanya kila kitu bado kelele zinakuwepo, hizo ni kelele mbaya. Kwa maana hiyo, yule ambaye anafanya vibaya, yani anafanya vitu ambavyo katika jamii havikubaliki. You have a family, you need to take care of the family. Lakini sio una familia, yani wewe ukipata pesa unaenda kwa marafiki, zikirudi na unarudi nyumbani afu unakuja kwa mke wangu unanyenyekea. Akikupigia kelele, hizo ni kelele nzuri, anataka ubadilike. Lakini if you are providing, unajitoa kwa ajili, bado kelele hizo zipo, hizo ni kelele chafu. Nadhani hatuna haja ya kuzisikiliza kelele sana. Kwa hiyo inabidi tuchague kelele za kusikiliza kabisa. Ujitathmini kama mwanaume kwamba mimi, of course huwezi ukawa 100% perfect kwamba unafanya kila kitu sawa sawa, lakini pia tunarudi pale pale kwa sababu mwanamke ni msaidizi. Msaidizi huyu kuna vitu anaviona kuliko wewe unavyoviona. Exactly. Kuna kitu ambacho akikukosoa usiweke ile umimi, egoism, kwamba it's me, kwa sababu mimi ni mwanaume masculine, sasa nitafanya hapana. Msikilize alafu digest. Ukidigest utajua kwamba hiki anachoniambia ni sahihi. So wakati mwingine kusikiliza kuna faida, lakini pia kusikiliza kuna hasara. Unaweza ukamfuata mkeo kwa ushauri anaokupa mkapotea. Lakini ukifuata kichwa chako wakati mwingine ukamshirikisha Mungu kama kichwa cha nyumba, baba wa familia, ukaja ukamprove wrong mkeo kwamba unakumbuka ulikuwa unasema haya, ningekusikiliza tungefika wapi? Wanawake ni watu ambao kwanza ni wakata tamaa mapema sana, alafu hawana maono makubwa kama sisi. Sisi unaweza ukawa focused na jambo moja, you don't give up mpaka hilo jambo umefanya nini, umelitekeleza. Mwanamke anaweza akawa analitaka kitu fulani kukifanya, lakini ghafla ikija disruptions kutoka outside akakata tamaa na akafanya nini, akaacha. Ni wachache sana ambao akikianza kitu anakimaliza. Lakini ndio watu pekee ambao huwa hawazikatii tamaa familia zao. Wapo wanaozikatia tamaa familia zao. Unajua, ngoja niseme jambo moja kwenye hili swala kukatia tamaa. Jambo unatakiwa uende kufanya research sana ili uweze kuwatetea hawa watu. Ni kweli ni wapiganaji wa watoto, yani kwa familia they fight for their families. Lakini wapo wengine ambao unaweza ukajiuliza kwa nini wapo na kwa nini waliamua kuwa na watoto ambao hawezi kuwajali. Ni ngumu kiasi gani kwa mwanaume kutengeneza tabia ya kuwa anamsikiliza mke wake? Ni rahisi au ni ngumu kiasi gani? Sio rahisi kwa sababu mwanaume ni mwanaume. Mwanaume ni mwanaume, na mpaka kuja kuwa na tabia ya kumsikiliza mwanamke, mkewe ama hata girlfriend, wakati mwingine mwanamke yote ambaye uko naye kwenye mahusiano, inategemea pia na aina ya uhusiano ambao mko nao. Kwa sababu hawa kumbuka ni watu wawili, ni binadamu wawili, na ni binadamu wawili ambao wana quality za maisha tofauti kabisa. Kwa hiyo watu hawa wawili wanapokuja kukaa pamoja, manake kuna qualities tofauti zinakutana pamoja. So wakati nimesema kuhusu compatibility, na nashukuru pia mwalimu hapa amezungumzia kuhusu kumshirikisha Mungu kuweza kupata yule ambaye yuko compatible na wewe. Ni swala la kuangalia wewe ni binadamu wa namna gani, na je, huyu uliye naye anaendana na filosofi yako ya maisha, anaendana na aina ya binadamu ambayo wewe uko nayo. Sio rahisi kama hivi ninavyoizungumza. Ni very complex situation.
kwa sababu tabia kwanza huwa inatengenezwa na inafinyangwa kutokana na maisha. Kwa hiyo unaweza kukuta mnaanza maisha mkiwa na furaha sana kwa sababu labda hamjakutana na challenge yoyote wakati mnaanza, lakini kuna challenge inatokea katikati. Kwa mfano aliyosema mwalimu, labda inatokea mwanamke hapati mtoto. Okay. Kwa nje ukiangalia hivi unaweza ukasema tuta navigate hiyo situation, tunapendana sisi. Kwa nje unaweza ukaifikiria namna hiyo, lakini deep inside ni very 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 challenging. Kwa sasa pale ndipo ambapo tabia zinaanza kutengenezeka, zinaanza kufinyangwa kwa namna tofauti. Inategemea amezungukwa na watu namna gani, ama wewe mwenyewe umezungukwa na watu kama mwanaume. Kwa hiyo ugumu kwanza wa kumsikiliza mwanamke unakuja kutokana tu na hali kwamba ni jinsia mbili, mwanaume na mwanamke. Umeona? Kitu ambacho naweza nikasema niko tofauti kidogo na mwalimu hapa, ambacho tunaweza tukajadili zaidi kuweza kuona tunafikaje mwafaka, ni kuhusiana na maono. Mimi nadhani maono hayana jinsia. Mwanaume ana maono na mwanamke pia ana maono, na kuna wanaume ambao hawana maono pia. Kwa hiyo kwenye swala la kwanza ulikuwa umetaja kuhusiana na kelele, ukija kufikiri tumezungumzia pia kuhusiana na compatibility. Nafikiri kelele ziko as long as nyinyi wawili mnakubaliana. Sawa? Kwa mfano mmepata mshahara wa milioni 2, wote wawili ndio mshahara umeingia. Alafu mnakubaliana wote wawili kwenda kuchoma hizo milioni 2 pale baa, kuzitumbua, na mwisho wa siku wote mnazichoma kwa pamoja na mnarudi nyumbani mkiwa hamna pesa wote wawili. Kwa nje unaweza ukasema kwamba watu maisha yao hayako sawa. Lakini ukiangalia kwa ndani, as long as you two mmekubaliana kuchoma ile milioni 2 na mnashikana mikono hivi mkiwa mmemaliza kuchoma, kwamba sasa hivi tunarudi kwenye shida tukiwa wote kwa pamoja na mmeamua kwa pamoja, mimi nadhani hiyo pia ni sawa. Sasa inakuja kwenye qualities za nyinyi watu wawili. Je, maono yenu yako positive ama yako negative? Yule aliamua kwenda mkakaa chini wote wawili mkaamua kwenda kuchoma zile milioni 2, naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine ni negative maono ambayo nyinyi mnayo, ila mmesaidiana wote wawili kuweza kufanya maamuzi. Sasa inapokuja kwenye ile swala kusema kwamba unamsikiliza ama haumsikilizi, tunarudi pale pale kwamba je, anatimiliza maisha? Kwa sababu tunazungumzia pia career, tunazungumzia mahusiano na career, kuweza kufanikisha career yangu. Je, huyu binadamu ambaye naishi naye kama mke wangu au kama mtu ambaye niko naye kwenye haya maisha, tunajenga maisha, mwenzi wangu, je, huyu binadamu anatimiliza career yangu? Kwa mfano labda wewe, labda career yako tuseme tuchukue mfano upi rahisi? Tuseme wewe ni daktari. Yes, tuseme wewe ni daktari. Alafu unapigiwa simu saa 9 usiku na mgonjwa wako. Wewe ni daktari, ni mwanaume, mgonjwa wako ni mwanamke. Inabidi uende ukamuone nyumbani ni mgonjwa wako. Na kwa sababu una ethics zile za kidaktari, na ukiwa ni mtu bora pia unataka kuokoa maisha ya mtu na nini, the way utakavyokuwa unaongea na mgonjwa wako na unavyo take care yule mgonjwa wako, mwanamke ambaye anatimiliza career yako hatakuletea shida. Lakini kuna mwanamke mwingine atasema kwani wewe unaga wagonjwa wengine, ni huyo tu mfano tu, anaweza kuona kwamba kuna nini kinaendelea hapa katika huyu daktari na mgonjwa wake. Wanapigiana simu saa 9 usiku, daktari anavyoongea, toni yake anavyoongea kuelekea yule mgonjwa wake, mbona ni toni tofauti akiwa anaongea na madaktari na wagonjwa wengine? So ndio maana nasema ni very complex, kwa sababu kama ni mwanamke ambaye anaelewa career yako na anajua lengo la career yako ni nini, anajua kabisa kwamba unahangaika kuweza kuokoa maisha ya mtu, unahangaika kuweza kumtengeneza mtu awe na afya njema. Kwa hiyo
swala la kupigiwa simu saa 9 kwa mfano sio issue, au swala la wewe kutoka kwenda kumuona huyo mgonjwa wako pale alipo na kumhudumia sio issue. Swala la kujaribu kuongea naye kwa namna fulani ili kuweza kumtengeneza psychologically aweze kuaccept labda situation yake inakuwa sio issue. Lakini sasa kama hamko compatible na huyu mwenza wako, hatimilizi career yako, unajikuta ni swala gumu sana. Unaweza ukakuta wakati mwingine maisha ya watu yanapotea kwa sababu tu dokta hakufika kwa wakati, kwa sababu ule muda aliutumia kujaribu kumuelewesha mke wake kwa nini atoke nyumbani saa 9 usiku kwenda nyumbani kwenda labda kudili na hilo issue ya ugonjwa. Nadhani nimejaribu kujenga picha ambayo najaribu kuiweka sawa. Yeah. Kutimiliza career zetu sisi kama wanaume, sio? Manake tunakubaliana kwamba tunawahitaji hawa watu wanawake kwa asilimia kubwa sana kabisa, si ndio? Kwenye kutimiliza career zetu, I think kuliko hata wao wanavyotuhitaji kabisa. Ndio. Sasa kwa nini inakuwa ni ngumu kudevelop hicho kitu cha, kwa sababu wewe umesema, wewe na teacher mmesema kwamba inabidi uwe makini unapochagua mwenzi wa kuwa naye. Sitaki kuzungumzia process ya kumpata huyo mwenzi. Nataka nizungumzie watu ambao tayari wanaenziana, wapo tayari kwenye uhusiano. Hawa ambao tayari wapo kwenye uhusiano. Si ndio? Umesema challenges once mnapopata tatizo ndipo unapoanza kuziona rangi za mtu, jinsi anavyo react kwenye matatizo. Lakini kama unajua hii ndio njia sahihi, tuliongea hapa kwenye episode za nyuma, kama unajua hii ndio njia sahihi ya kuifuata, kama unajua ili mimi maisha yangu yawe na furaha wakati wote, mambo yangu mimi yanyooke, inabidi nisimkwaze huyu mwanamke, inabidi nisikilize anachoniambia, kwa sababu siamini kama mke wako anaweza kukushauri ufanye kitu kibaya. Kwa nini inakuwa ni ngumu kuifuata hiyo njia ya kumsikiliza yani hiyo tabia ya hata kama anaongea kwa sababu kusikiliza ni tofauti na kutekeleza. Kumuonesha tu kwamba nimekusikiliza, I appreciate. Kwa nini ni ngumu? Yaani nataka nijue, kwa sababu we know it's the right thing to do, lakini kwa nini inakuwa ngumu kwa wanaume kufuatisha hiyo njia? Kwangu mimi kidogo kunakuwa kidogo kuna mchanganyiko hapo, kuna mkanganyiko hapo kidogo. Kwa mfano kutumia experience yangu mimi ni msikilizaji. Mzuri. Ni msikilizaji, lakini kwenye swala la utendaji, narudia tena, mimi ni msikilizaji mzuri. Kwenye swala la utendaji najiuliza mara mbili. Ndo tabia yangu. Lakini kwa nini najiuliza mara mbili? Mimi huwa napenda nipate muda kidogo wa kuanza kuwaza kila ambacho umekisema au amekisema mke wangu, nione mwisho wake utakuwa upi. Lakini pia huwa napenda kushauri kwamba umeniambia 1 2 3, unaonaje ikifanyika 1 2 3? Kwa sababu ugumu unatoka wapi? Ugumu unakuwa pale ambapo hii mifumo tuliowekewa. Lakini pia katika hali ya uumbaji, hatukuumbwa sisi kupokea ushauri kwa mwanamke. Yani sisi tumeumbwa kuagiza mtendaji mkuu. Mimi ndiye natoa mimi ndo mwenye mamlaka. Waziri wewe. Mimi naagiza kifanyike hiki, alafu naporudi nakuta kijafanyika, mgogoro lazima uwepo. Mimi nimesema 1 2 3. Of course, unajua ukiwa msaidizi maana yake ni kwamba wewe unasikiliza maagizo kutoka. Unajua mwanaume ni mamlaka kutoka juu. Yaani sisi tunaambizana kwamba kuna mamlaka kutoka juu, kwamba mtu anaweza kwambia kuna mamlaka kutoka juu imeagiza 1 2 3 zifanyike. Sasa mwanaume ni mamlaka kwenye familia, ndio mamlaka kutoka juu. Kwa ile mamlaka inapokuwa imeamua, inaposema kifanyike kitu fulani, inatakiwa kutekelezwa.
Ikiomba maoni yako sasa hapo ndo unaingilia hapo. Sasa sijaomba maoni alafu unataka unipe maoni. Mimi nimesema mimi kwa sababu mimi ndi mamlaka kutoka juu. Mimi ndivyo ambavyo mimi nataka nimuulize teacher hapo. Nimependa perspective yake. Karibu. Na nafikiri inaendana kidogo na kile nilichosema, kwa sababu unakumbuka ulivyouliza hilo swali nilikujibu kwanza kwa sababu ya wanaume. Nilisema hivi. Kwa sababu anachokizungumzia mwalimu hapa, that's a typical wanaume. Na ndivyo ambavyo tumekuzwa hivyo, ndivyo tulivyoumbwa. Ndivyo tulivyoumbwa. Mwanaume always ana lead. Swali ambalo nataka nimuulize mwalimu ni kwamba ndio simu kutoka juu inapigwa. Je, yale maagizo kutoka juu wakati ambapo unakutana na maagizo ambayo yanaenda kushoto badala ya kwenda kulia, yanatakiwa kidogo yapewe mawazo kwamba ndio kuna haya maagizo lakini ukiangalia mbona yanaenda kushoto, yani plain kabisa, si hahitaji hata intervention yoyote ile kuweza kufunguliwa macho kusema aha kweli yanaenda kushoto. Yani plain kabisa unakuta naomba nitoe mfano. Kuna watoto wanatakiwa kwenda shule alafu kuna uhitaji wa kuwa na usafiri labda nyumbani. Kifedha kimeingia pale kwenye mahusiano yenu, kwenye nyumba yenu mmepata fedha fulani. Kwa hiyo kuna changamoto hizo mbili hapa. Kwamba kweli tunahangaika kweli na usafiri kusema. Kwenye mambo yetu hayaendi, tunahitaji usafiri. Lakini tukinunua gari manake tunapata changamoto ya watoto wetu wanaweza wakarudishwa nyumbani. Je, yale maagizo yanayotoka juu yakiwa yanaenda kushoto hayahitaji mawazo mbadala? Hilo ndo swali langu. Maagizo, samahani kwa maelezo marefu. Maagizo Bwana Alan, maagizo yanayotoka juu na yale, unajua maagizo na maoni ni vitu vile tofauti. Kwenye swali lako ule mfano wako wa gari na ada za watoto pale hakuna maagizo, badala yake pale nadhani kwa mwanaume ambaye anajielewa vizuri, naomba niseme hili lieleweke. Mwanaume anayejielewa vizuri, una familia na unajua namna ambavyo pesa unaipata kwa ajili ya watoto wako, hautakimbilia gari over school fees. Kwa vyovyote vipi kama usafiri ndio unamuaffect sana mkeo ama we mwenyewe kwenye kupata pesa zaidi? Hapo sasa tunarudi chini, tunakubaliana. Hapo sasa tunarudi chini, manake mnakaa wote kwa pamoja mnazungumza. Sasa kwa usaidizi ndio unakuja hapo. Unampa faida na hasara za kuwa na chombo cha usafiri, lakini pia faida na hasara za watoto shule. Nafikiri hamna hasara ya watoto shule. Ada ilipwe, kwa sababu hasara yake msipolipa mtakuja kujikuta watoto wenu wanarudishwa, na wakirudishwa watakosa nafasi au watakosa masomo kule shuleni. Lakini kwa nini kuna direct order au executive order imetoka juu? Yani ile order kutoka juu maana yake ni kwamba 1 2 3 lifanyiwe utekelezaji. Hapo no question. Kwa mfano mimi na kijana wangu anaitwa Junior. Mimi namwagiza mke wangu Junior atakwenda boarding na shule hii hapa ambayo nimeipata. Ninakwenda safari, nikirudi nikute Junior ameenda boarding. Unapaswa kutekeleza. Na mlishakubaliana kwamba ataenda boarding? Yes. Okay. Hapo nadhani anachokisema ni tofauti kidogo na ulichocomment wewe. Hakuna makubaliano. Yaani ninachosema ni kwamba mimi nimeamua, your direct order ni kwamba Junior atakwenda boarding. Usikae ukawaza ukasema unajua boarding sijui nimesema Junior atakwenda boarding kwa sababu 1 2 3. Kwa hiyo teacher, naam, kwenye situation kama hiyo mkeo hapo hana say. Hapo kwangu mimi na ni kwa sababu ya mazingira tunayoishi hapo, hakuna say. No questions. Kwa hiyo nafikiri hiyo tunazunguka tunarudi pale pale kwenye compatibility, kwa sababu kama mkiwa mnaendana kimawazo, sidhani kama kutakuwa kuna swala la executive order, kwa sababu tayari wote mnakuwa kwenye mawazo yanayoendana. Na pia sidhani kama kutakuwa kuna sehemu ambayo
utaona ni muokoe Junior kwenye ufanyakazi wa nyumbani nimpeleke huko, kwa sababu tayari wote mko na mawazo mamoja, hakutakuwa kuna hiyo changamoto. Naomba niseme kitu kimoja. Kwenye hizi familia hizi kuna wazazi wa aina nyingi. Kuna wazazi wa aina nyingi. Kuna wazazi ambao yani hawajali. Umenielewa? Hawajali. Kwa hiyo hao wazazi ambao hawajali, yawezekana ni mmoja ndiye ajali, hawezi kuwa hawajali wote. Sawa? Na ikitokea mwanaume yuko strict sana kwa watoto, issues zinazohusiana na watoto, siku zote mwanamke anakuwa yuko very 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 laissez-faire, na laissez-faire kidogo. Anakuwa ni mtu ambaye treatment yake kwa watoto wake anahisi kama wanaonea fulani, kwa hiyo anawalea kimaema, ana equalize. Sawa Sasa ikifika kwenye hatua ya namna hiyo, hapo executive order inabidi itumike. Yes. Naona sasa mimi ndo nimeanza kuuliza maswali sasa lakini ni mazungumzo kama ambavyo tumeongea. Kwenye ule mfano wa Junior, sasa nitaka nikupeleke mbele kidogo. So executive order imetoka, Junior aende boarding. Mama katoa mawazo yake, kasema lakini hiyo ni sawa, nakubali aende boarding, ila hiyo boarding uliyoisema ina changamoto 1 2 3 4 5. Mimi naona aende boarding. So alisema boarding A, yanasema aende boarding B. Unairudia kuamend your executive order ama bado order inasimama pale pale kama ilivyo? Kwa kuwa order kubwa ni kwenda boarding. Order kubwa ni kwenda boarding. Akisema aende boarding E, akatoa sababu 1 2 3 kwa nini anawaza aende boarding, naweza nikamkubalia kwenye hilo. Lakini kwa kuwa nimesema mtoto aende boarding kwa sababu 1 2 3 hapa apate muda wa kusoma na nini, hapo hakuna mjadala wa kusema hata kwenda boarding. Yes. Okay, sasa kwa kumalizia inawezekana ile compatibility iko ime-expire. Ika-expire, ilikuwepo ikawa ime-expire. Kwa hiyo inabakia bond, ambayo bond mara nyingi ndo kama alivyosema teacher, inakuwa ni ule mtoto. Umeona, kwa situation yoyote ile utaona kwamba mtafanya kitu kwa sababu kuna mtu katikati na waunganisha nyewe wawili. Kwa hiyo kuna hiyo bond ipo, lakini ipo loose kidogo, lakini bado ipo. Point yangu ni kwamba nataka tuzungumzie kuhusu familia in general sasa. Familia kwamba mke, watoto na hata unakoza hivi familia ni nini? Yaani kama sijaoa mimi naweza kuwa na familia? Mimi nadhani familia ni muunganiko wa mtu zaidi ambao mna malengo ya kuishi pamoja kwa muda mrefu. Hiyo mimi kwangu mimi ni familia. Ndio maana hata tunasema Club A to Z ni familia. Tuna post hivyo kwenye Instagram, ni familia kwa sababu tuna malengo ya kukaa pamoja, tufanye mazungumzo kwa pamoja, tuwe pamoja, tupeane maarifa kwa pamoja kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata kama hakuna mwanaume na mwanamke, bado hiyo ni familia. Yaani nikiwa namaanisha kwamba hakuna mwanaume na mwanamke waliooana na kuzaa watoto, bado hiyo ni familia, kwa sababu watoto si lazima uwazae. Anaweza akawa ni mtoto ambaye umemadapt akawa kwenye familia yako, ama anaweza akawa ni mtoto wa ndugu ambaye wewe unamtunza na kumhudumia. Anaweza kuwa familia yako. So swali langu mimi lilikuwa ni kwamba kwa sisi wanaume wa Kiafrika, Tanzania specifically, tunaziona familia kwamba ndo jambo la kwanza kuliko vitu vingine vyovyote vile. Nauliza hivyo kwa sababu mimi naarifa kutoka kwa jamaa mmoja kutoka Colombia kule. Jamaa ambaye sasa hivi ni marehemu, wa kuitwa Pablo Emiliano Gaviria Escobar. Yule jamaa mpaka anakamatwa, alikuwa ni drug dealer, mpaka anakamatwa. Kilichomfanya akakamatwa ni kwa sababu hakutaka kuiacha familia yake. Kwa hiyo mpaka anakamatwa na uwawa, alikuwa yupo karibu na familia yake. Unaelewa? Na hata ile biashara alikuwa anaifanya ilikuwa ni kwa ajili ya familia yake. Maana yake sijui, yani natamani chimbulie madini hapo, yani mnitobolee kwenye maisha ya jamaa ili nielewe kwamba ni
familia ni jambo la muhimu kiasi hicho, au natakiwa tu kuja kumleta kiumbe duniani ajipambanie naye kombe lake, mwisho wa siku muda wake wa kusepa ufike aondoke? Familia ni muhimu sana, sababu sisi sote hapa tulipo ni chimbuko la familia. Whether baba na mama hawakai pamoja, lakini kama unakaa na mama ni familia, kwa sababu familia mkikaa wanaume na mwanaume na mwanamke, hiyo ni familia. Whether mna watoto au hamna, mnapoongezeka, yani ile familia mnapoongezeka, then hiyo inaendelea, familia inapanuka. Sawa. Sasa kwa associate hicho ulichozungumzia kuhusu Pablo kwamba alikamatwa, kilichosababisha ni familia, ni kwa sababu familia alifanya ya kwanza. Okay. Yani everything alikuwa anafanya ni kwa ajili ya familia. Ngoja simjui vizuri huyo Pablo. Yawezekana yeye aliishi maisha duni sana. Alipoamua kuwa na familia akajiapiza kwamba hatokubali familia yake ipate shida, no matter what he does. Kama ulikuwepo vile. Sawa. Wapo watu wa namna hiyo ambao anapoamua sasa nawaleta watoto duniani, naamua kwanza unaanza na mke. Unapoanza kuwa na mke alafu unajiambia sasa tunakubaliana tunaleta watoto, nitahakikisha hawa watoto na mke wangu wanaishi maisha mazuri tofauti na yale niliyofanya niliyopitia. Kwa hiyo familia ni kitu cha muhimu, na ndio maana tumekuwa tukiwaambia watu, na narudia tena kupitia mazungumzo haya, yeyote ambaye hajawa na familia na anatamani kuwa na familia, jiulize, uko tayari kufanya chochote kwa ajili ya hiyo familia au unaileta tu ili uje kupata tabu kwenye hii dunia? Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, tunahangaika sana kuzaa watoto, lakini inapokuja swala kuhudumia watoto, hakuna mtu ambaye anataka kufanya kutake care of the children. Na kila mtu anasema mtoto anakuja na bahati yake. Hakuna ujinga wa namna hiyo. Ukiamua kuwa na familia, ukiamua kuwa na watoto, hakikisha baba na mama mnapambana kwa ajili ya watoto wenu. Usimwachie baba, usimwachie mama, unless ukubaliane na mimi kwamba wewe haukuwa tayari kuwa na familia. Lakini kama uko tayari kuwa na familia, you will do anything. I repeat, hii naomba nikoleze, anything for the family. Kwa hiyo familia inakuwa ya kwanza. Whether utashikwa, utafanya nini utajua mwenyewe, lakini make sure kama unadhani hauko tayari kufanya yote, ishi mwenyewe peke yako. Acha kuleta watoto duniani, na ikiwezekana hata usiwe na huyo mwenza, kwa sababu usichukue mtoto wa mtu ikawa shida. Lakini pia mkikubaliana, mtakubaliana kama familia. Maana ukiwa familia as a family, unajua familia kama familia mnazungumza lugha moja. Sawa. Mnapozungumza lugha moja, mkikaa pamoja, mkapanga pamoja, familia itakuwa one of the best families kuishi kwenye dunia. Lakini kama utakuwa unajipangia wewe kama wewe, hakuna familia hapo. Lakini hiyo mindset naitoa wapi ya kusema kwamba kama sipo tayari kuwa na familia niachane nayo, na wakati baba bibi wote wananishinikiza, ni umri unaenda, nipate mtoto oa. Mnadhani, naomba ni quote kidogo kama nitakuwa nimekosea. Rais wa awamu ya 4 kama sikosei, aliwahi kuwaita baadhi ya watu wasiwe kama mbayuwayu, na akamalizia kwa kusema ya kuambiwa changanya na ya kwako. Wewe Mungu alikuumba akakuweka kwenye hii dunia, alikupa ubongo. Sikatai na sikukatazi kusikiliza maneno ya watu, lakini mwisho wa siku hiyo familia wewe ndio utakokuwa unaishi nayo. Itakuwa inabeba jina lako. Kama unadhani haujawa tayari huwezi kuihudumia, wewe wasikilize, lakini waambie nahitaji muda. Huku unajua unaendelea kujipanga. Lakini ukisema ngoja nimasikilize mama au baba kwa sababu amesema nioe na mimi nikaoa, ukaleta mtoto watu duniani mwisho wa siku ukaanza kupata shida. Kila siku unarudi kwa mama kuombomba. You're not ready for the family. Stop it. Leave that idea. Thank you. Thank you. Yeah. Nimefurahi sana alivyomalizia, mpaka nahisi kwamba tuishie tu hapa kwa sababu amecement vizuri kabisa. Kwanza niseme pia kitu kingine, na hii iende kwa wazazi kabisa. Wazazi ambao wanashinikiza watoto wao waoe ama wawe na watoto, ndio chanzo cha matatizo makubwa sana ya vizazi hivi ambavyo tunaviona sasa, kwa sababu mzazi anajikuta yuko kwenye umri fulani ambao watoto wake wote wameshaondoka nyumbani, wameanza familia zao.
na wameanza maisha yao. Alafu ule upweke alionao anaamua kuweka kwa mtindo wa kwamba wewe ukipata mtoto niletee, nitamtunza mimi mwenyewe. Ndio haya ambayo tulisema kipindi fulani kwamba tutadiscuss ya mambo ya kupeleka mtoto kwa bibi. Kwamba mwisho wa siku unamfanya mtu alete binadamu duniani ambaye hayuko tayari kumlea. Kwa sababu tu sintampeleka nyumbani kwa mama. Mama anafurahi na wana entertain hiyo. Kwa sababu tayari wamekuwa wapweke, ni watu wazima, bibi na babu wako pale nyumbani, wakikaona kale katoto kanakimbia kimbia hivyo wanajisikia vizuri. Lakini kumbe wametengeneza tatizo, kwa sababu yule baba wa yule mtoto hayuko na sense ya kumlea yule mtoto, kwa sababu anajua bibi yuko kwa bibi. Unakuta mtoto umri wake wa maisha yake ya mwanzo yote miaka 10 mpaka 20 wakati mwingine yako chini ya bibi na babu. Alafu sasa anapokuja kuingia duniani hayuko tena na sense ya mzazi wake wa kizazi kile kwa wakati ule. Bado anakuwa na sense, anakuwa amelelewa kwa, amewekewa software ya maisha na babu na bibi, ambao unajua kabisa binadamu kwa kawaida, kwa sababu tulijifunza kwenye biology kuna growth negative and positive. Tunapokuwa tunakuwa na positive growth, inafika point tunaanza kuwa na negative growth. Wanapokuwa watu wazima, wakishafikisha miaka 50 60 huko, kuna vitu fulani wanaanza kwa mfano teacher yuko na msimamo sasa hivi, akifikisha miaka 50 60 kuna baadhi ya vitu misimamo inaanza kupungua ama inaanza kupotea. Ile ina affect yule mtoto ambaye anakuwa, kwa sababu anatakiwa akue kwenye misingi ile ambayo ulikuwa nayo. Na hiyo misingi itatolewa tu na mzazi wake ambao yuko kwenye ule umri wa wakati ule. Kama ambavyo babu alikuwa na misingi fulani akiwa na miaka 30 40, sasa hivi na miaka 60 ile misingi kwake yeye ameipoteza kutokana na uzee na nini, anakuwa soft. Watu wengi, familia nyingi wanasema hivyo. Mimi babangu alikuwa mkali sana, lakini sasa hivi unaweza hata ukamrukia mgongoni. Watoto wangu wanamrukia mgongoni nini, yuko fair kabisa, yuko safi kabisa. Lakini kumbe wanasahau kwamba yuko kwenye ile time ambayo hayuko tena na ile misingi, wala hayuko strict kama alivyokuwa. Na huyu mtoto mdogo anataka yule mtu ambaye yuko kwenye ile age ya kuwa strict, ambaye ni mzazi wake. Sawa. Na mimi naomba niishie hapo. Teacher Edson, thanks sana kwa time yako. Karibu sana. Nadhani bado tunahitaji tupate sessions zingine kama 5 4 5 15 20 25 30 fulani hivi. Kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kujadili. Lakini Mwana Club A to Z, endelea kusubscribe YouTube, tufollow pia Instagram, na kama unatamani kupita kwenye hii community kama alivyofanya Teacher Edson hapa hivi, DM zetu ziko wazi. Tucheki, tuandikie message, alafu tusababishe mambo kama teacher alivyofanya leo hapa. Ama vipi? Na pia kama kuna mwana club yoyote ambaye anatutazama sasa hivi na angependa pia kuchangia huu mjadala, tuambie pia wewe. Je, una msimamo kama Teacher Edson hapa? Je, wewe umetoa executive orders ngapi for the past year? Unapokea ushauri? Je, unapokea ushauri? Je, career yako inasapotiwa na mwenzi wako? Je, wewe unasupport career ya mwenza wako pia? Kwa sababu sio tu upande wa wanaume. Je, wewe unamsupport mkeo pia kwenye career yake? Unampa mawazo kumjenga, ama wewe ni kizingiti pale cha kufanya yeye asifanikiwe? Kwa hiyo tuzungumze pia kupitia Instagram Club A to Z. Tucheck pale YouTube, subscribe. Unaweza kutumia pia message DM, alafu tutazungumza.